من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo tutazungumzia albaraka, na tumeona tuzungumzie maudhui hii kwa sababu wengi miongoni mwetu ima hatufahamu athari ya albaraka au tunaipuuzia. Zama tulizonazo ni zama ambazo mwanadamu amepiga hatua kubwa sana katika maendeleo. Ukilinganisha na maisha ambayo wameishi wazee wetu, sisi tupo katika neema kubwa sana. Neema hiyo hatuwezi kuiona kwa sababu hatukupata fursa ya kuishi maisha yao. Lakini ukweli ni kwamba ukiangalia maisha ambayo waliishi mababu zetu waliotangulia, utahisi yalikuwa ni maisha ya shida katika sekta zote za maisha, ukilinganisha na hali tulionayo hivi sasa katika zama hizi ambazo tunazo. Lakini wengi wetu bado hatuhisi ladha ya neema hizi tulizonazo au maisha haya ambayo tunayo hivi sasa. Mtu unamiliki, lakini bado unahisi wewe ni maskini. Unahisi ulichonacho hakitoshi, bado unahitaji ziada, mpaka unaingia kuchukua vya wengine kwa dhulma, kwa sababu ndani ya nafsi yako unahisi vile ulivyo navyo wewe havikutoshi. Lakini vile vile unamiliki Allah alivyokujalia, lakini bado unahisi wewe ni maskini. Una shamba, una mifugo, lakini mashamba yako hayazalishi wala mifugo yako haizalishi. Umri wako unakwenda, kila ukijitathmini unaona kama hakuna kitu ulichokifanya. Unaona kama unatwanga maji kwenye kinu. Hakuna athari yoyote katika maisha yako. Una watoto, lakini huoni kheri za watoto wako. Bado unaona wao ni mzigo kwako, na saa nyingine unajuta kwa nini umewapata hata hao watoto. Una mke au mke ana mume, lakini nyumba haina utulivu. Magomvi hayaishi ndani ya nyumba hiyo. Wakati mwingine hata hamjui mnagombania nini, lakini mnagombana na hakuna utulivu ndani ya nyumba. Ukiulizwa ugomvi gani, huna sababu ya kuelezea. Una elimu ya dini, lakini athari ya elimu yako haionekani. Hukubaliki katika jamii, au matendo yako yanakwenda tofauti na elimu ulionayo. Umepewa nafasi ya uongozi, lakini unachukiwa na wale unaowaongoza. Yote haya ndugu zangu Waislamu yanatokana na kasoro moja tu: kukosa baraka katika yote hayo. Ukikosa baraka katika maisha yako, yote haya utayahisi. Hata ukimiliki kiasi gani, bado moyo wako utakuwa ni maskini, fakiri. Bado utawahusudu na watu wengine. Bado utaingia mpaka kwenye dhulma. Kwa sababu gani? Baraka imekosekana katika maisha yako. Tunaposema baraka tunakusudia nini? Nini maana ya albaraka? Ndugu zangu,
albaraka ni msamiati wa Kiislamu, upo ndani ya salamu zetu, upo katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, upo ndani ya Qur'ani, upo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata tukisalimiana tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, unamalizia na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni moja katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa kuyafahamu kwamba baraka ina athari gani katika maisha yangu ya kila siku. Yote tunayohisi sasa hivi ni kukosa baraka, na yote walikuwa wakiyahisi wazee wetu huko nyuma, tukiona kwamba waliishi kwa kuridhika na kwa raha, walikuwa na baraka katika maisha yao. Kwa hiyo tutaingiza vipi baraka? Hiyo ndo maudhui ya hotuba yetu. Kwa hiyo baraka, ndugu zangu, ni software, yani ni kitu ambacho hakionekani, ni kitu ambacho hakigusiki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakiingiza katika maisha yako. Akikiingiza katika maisha yako yote yanakwenda katika raha mustarehe, vitu vyako vyote vinakwenda vizuri. Kwa sababu gani? Allah amekukubalia na amekupa kodi ya baraka, na maisha yako yote unayoishi yatakuwa ndani ya baraka. Wanachuoni wanasema hiya thubutul khairi fi shay'in wa namauhu wa ziyadatuhu, ni kuthibiti kwa khairi ndani ya jambo na lile jambo likawa linakuwa siku hadi siku. Hiyo ndio baraka. Hisia za kitu kukua na kuendelea siku hadi siku, hiyo ndio baraka. Na kinyume chake ni kutokuwa na baraka, kitu ambacho hakina khairi na kinapungua siku hadi siku. Na mshairi anasema qad yakunu indaka alqalil, unaweza ukawa unamiliki kidogo, lakinahu yakfika wa yughnik, lakini kinakutosha na kinakutosheleza. Wa qad tamliku alkathir, na unaweza ukamiliki vitu vingi sana, lakinahu yudhi'u wala yantafi'u bihi, lakini vinapotea hicho unachokimiliki, wala hunufaiki nacho, wala huoni faida yake. Kwa hiyo ndugu zangu, albaraka ni moja katika ibada maanawia, ni ibada za kimaana ambazo tunatakiwa tuzifahamu na tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuweza kuzifikia. Wanachuoni wote wamekubaliana kwamba albaraka haitoki kwa mwanadamu. Albaraka min Allah subhanahu wa ta'ala, baraka inatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo kuomba baraka kwa mwanadamu mwenzako, hii inaingia katika shirki. Tunatakiwa tumuombe baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutubariki katika yale tunayofanya. Aina za baraka: kuna barakatu fil umr, kuna mtu kubarikiwa katika umri wake. Inawezekana asiishi miaka mingi, lakini miaka aliyoishi ikawa ina athar, ikawa ina matunda katika maisha yake, ikawa na faida kwa wanadamu. Hiyo ndio maana ya baraka. Na wako wanachuoni wengi sana ambao wameishi takriban miaka 6 tu, lakini leo wametuachia urathi mkubwa sana wa ilmu, kwa sababu maisha yao na umri wao ndani yake kulikuwa kuna baraka. Lakini kuna barakatu fil mal, baraka ya katika mali. Mali yako ikawa ina baraka, ukawa unaiona, ukawa unaihisi, unaona inavyokuwa, ikakutosheleza, ukaridhika, ukaishi kwa furaha. Hiyo ni baraka fil mal. Lakini aina nyingine ya baraka ni baraka fil ahli wal aulad, ni mtu kubarikiwa katika familia yake, mke wake au mwanamke, mume wake na watoto, ukawa kuna baraka katika familia yenu, nyumba ikawa ina utulivu, mnasikilizana, watoto kwa katika hali nzuri. Hiyo yote ni baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baraka fil waqt, baraka ya kutumia muda wako vizuri. Unapokuwa umeamka asubuhi mpaka jioni, ukiangalia mambo uliyoyafanya, mambo ya faida uliyoyafanya, yote ni ya khairi. Hii ni baraka fil waqt. Lakini vile vile kuna baraka fil ilmi wal amal, kuna baraka katika elimu na katika matendo unayofanya. Sasa tunapataje baraka katika maisha yetu? Jambo la kwanza, ili uweze kupata baraka katika maisha, la kwanza ni kushukuru na kuridhika kwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha. Hiyo ni hatua ya mwanzo. Ukitaka ubarikiwe katika maisha yako, katika mali yako, katika watoto wako, katika umri wako, ridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Na sio kuridhika tu, na umshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo, kwa sababu neema zote ulizonazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini kuna wengine shetani anawasahulisha, wanaona kwamba neema walizonazo wamezipata kutokana na ujanja wao na maarifa yao na juhudi zao. Kwa hiyo anahisi kwamba alichonacho katika neema
ni yeye, ni ujanja wake, fikra zake na akili nyingi alizonazo kuliko watu wengine. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjaalia kuwa na kile alichonacho. Hii kusema kweli ni waswasi wa shetani, bali Muislamu anatakiwa kila alichonacho, mafanikio yote alionayo, kwanza ayarudishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ndo angalie juhudi zake na masala mengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an kisa cha Qarun aliposema innama utituhu ala ilmi indi. Qarun alikuwa ni bilionea katika zama za Firaun. Kwa hiyo watu walivyokuwa wakimwangalia, wakimuona na mali nyingi, yeye alikuwa akiwaambia innama utituhu ala ilmi, nimepata kwa elimu yangu mimi, hakuna aliyenisaidia hapa kupata mimi nilichokipata isipokuwa kwa ujanja wangu mwenyewe, kwa uwerevu wangu. Na matokeo yake baraka ya mali yake ikawa haipo, na hatimaye Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwangamiza. Abu Dharr, mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, anahadithia, anasema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpiga mabegani akamwambia, ya Abu Dharr, atara kathratil mali huwa alghina, hivi Abu Dharr unadhania kwamba mtu kuwa na mali nyingi ndio utajiri? Qala naam huwa alghina. Abu Dharr akasema naam, kutokuwa na mali nyingi ndio utajiri wenyewe. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watara anna qillata almali huwa alfaqr, na je unaona kwamba mtu kuwa na mali chache ndio ufakiri? Qultu na'am ya Rasulullah, nikamwambia ndio ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Qal laisa kadhalik, si hivyo kama unavyodhania wewe. Innamal ghina ghina alqalb, utajiri ni utajiri wa moyo. Wal faqru faqru alqalb, na umaskini ni umaskini wa moyo. Kwa hiyo mtu unaweza kuwa unamiliki na bado ukawa ni maskini. Kwa sababu gani? Moyo wako ni maskini. Na mpaka moyo wako unakuwa maskini na huoni unavyomiliki, ni kwa sababu ya kukosekana baraka katika vile ambavyo unavimiliki. Lakini inawezekana ukawa unamiliki vitu vichache sana, lakini moyo wako ukawa tajiri, na ukaelewa kwamba hivyo ndivyo ulivyokadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukaishi kwa raha katika ulimwengu huu, kwa sababu maisha yako yote yanakuwa na baraka ndani yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wama bikum min ni'matin fa min Allah, eleweni kwamba hakuna neema yote ulionayo isipokuwa inatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema katika aya nyingine, la in shakartum la azidannakum, kama mkishukuru katika neema ambazo nimewapa. Fikiria wewe neema zote ulizonazo, Mwenyezi Mungu anasema ukishukuru, kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, nitawazidishia. Katika hiyo ziada wanachuoni wanasema albaraka inaingia katika hiyo ziada. Wala in kafartum, na kama mtakufurisha neema ambazo mimi nimewaneemesha, mkasema hizi sio neema, hujakinai, hujaridhika, inna adhabi la shadid, basi adhabu yangu ni kubwa. Sio adhabu kwa maana utaingizwa katika moto wa Jahannam, hiyo ni adhabu ya akhira. Lakini hapa duniani utaishi katika dhiki, utakuwa utosheki, hulali usiku, huna raha, na maradhi yanakuandama. Kwa sababu gani? Hakuna baraka katika kile ambacho unakimiliki au kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo ndugu zangu, swala la kushukuru na kuridhika ni moja katika asbabu ya albaraka, ili uweze kupata baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametufundisha katika Qur'an, akatuambia dawa muhimu sana, la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya, usi wakodolee macho wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewastarehesha kwa kuwafungulia milango ya dunia. Linaftinahum fi, hatujafanya hivyo isipokuwa huo ni mtihani kwao, watashukuru au watakufuru. Hatujawapendelea, bali huo ni mtihani ambao tumewapa. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, lakini siku zote elewa kwamba riziki inatoka kwa Mola wako aliyokuruzuku wewe, ndiyo bora. Wa abqa, na ndiyo itakayobaki. Hii ambayo unaikodolea macho inawezekana isibaki, inawezekana isiwe na msaada wa yule ambaye amepewa, kwa sababu ni mtihani. Kwa hiyo usikodolee macho vitu hivyo. Haya ni mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye anatufanya turidhike na tulivyo navyo, na tuingize baraka katika vile ambavyo tunavimiliki, na tuingize baraka katika maisha yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza hadithi muhimu ambayo ni muhimu sana katika zama tulizonazo, tuichukulie kwamba ni mafundisho, kwa sababu zama hizi zimejaa husda, zama zimejaa ushindani, zama zimejaa kuangaliana,
na mambo haya ndio ambayo yanaharibu maisha yetu, yanatusababishia stress, mawazo, fikra, kushindwa kulala. Kwa sababu gani? Huridhiki na hali uliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, undhuru ila man huwa asfala minkum, jamani, hebu angalieni wale walioko chini yenu katika stage zote. Katika afya mwangalie mgonjwa aliyokuwa, katika umiliki mwangalie ambaye hamiliki zaidi yako, katika elimu angalia ambao wamekosa elimu kabisa, katika watoto angalia ambaye hajapata hata watoto kabisa. Yani undhuru ila man huwa asfal minkum, waangalieni walioko chini yenu ambao hawajaneemeshwa kama nyinyi. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, msiangalie aliyoko juu yenu. Kwa nini? Fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaykum, kwa sababu kufanya hivyo kutawapelekea kutozitambua neema za Mwenyezi Mungu. Utaona kama wewe yani Mwenyezi Mungu hajakupa, amekunyima, amewapa watu wengine, lakini ukijiangalia kiukweli utakuta kwamba umepewa vitu vingi kuliko watu wengine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha jinsi gani ya kuridhika katika maisha ya dunia, kwamba usiwaangalie walioko juu, wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na wewe umepewa, angalia walioko chini yako. Swala la pili ambalo linatusaidia katika baraka ni swala la kutoingiza katika biashara zetu mambo ya haramu, hususan masala ya riba na masala ya utapeli na udanganyifu. Kasb alhalal, chumo la halali katika Uislamu lina baraka ndani yake. Na subhanallah, baraka ya chumo la halali haishi kwako tu, ndugu yangu Muislamu. Kama unataka uwarithishe watoto wako kitu cha kuendelea, cha kudumu, chenye baraka ya kudumu, basi watafutie sasa hivi riziki ya halali, halafu uwarithishe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo baraka itaendelea kizazi na kizazi, na ushahidi upo katika Qur'an, na kila siku tunasoma surati al-Kahfi, na visa vile vyote vinaelezea jinsi gani ambavyo rizqul halal ina baraka ndani yake na inatunzwa na inatunza mpaka familia. Kwa hiyo riziki ya halali isiyokuwa na riba, isiyokuwa na biashara ya udanganyifu. Dunia hivi sasa hivi, ndugu zangu, imetawaliwa na riba na uongo katika mabiashara na utapeli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yamhaqullahu riba, Mwenyezi Mungu huifuta riba. Kuifuta manake ni kuiondoshia baraka kabisa katika hiyo biashara ya riba. Wa yurbi sadaqat, na Mwenyezi Mungu anakuza sawa sadaka ambazo mtu anazitoa. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanusha na mwenye kufanya madhambi. Na katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun akthara min ar-riba illa kana aqibatu amrihi ila qilla, hakuna mtu ambaye amekithirisha katika kuchukua riba na kufanya biashara za riba isipokuwa mwisho wake ataishiwa na kufilisika. Qilla manake ni kupungukiwa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ushahidi, angalia wanaofanya biashara za riba. Anaweza kaa miaka 10, 15, 20, 30, lakini mwisho wa mali yake ni kufilisika na kuondoka. Kwa sababu gani? Baraka imekosekana ndani yake. Uongo na utapeli katika biashara, na hii imekithiri sana ndugu zangu Waislamu. Hii inapelekea katika riziki ya haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, albay'ani bil khiyar, wanauziana wawili wanauziana kwa khiyari, yani kwa kuchagua, ma lam yatafarraqa, kabla hawajaachana. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wakisema ukweli na wakabainisha biashara zao kwa uwazi, burika lahuma fi bay'ihima, watatelewa baraka katika biashara yao, kwamba biashara yangu iko hivi, ina kasoro 1 2 3, biashara yangu iko hivi, ina kasoro 1 2 3. Yani unaelezea wazi, sio unaipamba kwa maneno ya uongo ya kuvutia biashara yako. Na hii imekithiri ndugu zangu kwa wafanya biashara, anajaribu kukinaisha kwamba hii ndio toleo jipya, hii ndio mali mpya, hii ndio bei rahisi, haipatikani sehemu yoyote, angalia material yake. Yani uongo mtupu, anajua anazungumza uongo, wala sio promotion, ni uongo tu. Wewe uza biashara kwa halali, muelezee kama kuna kasoro, mwambie hii, lakini kasoro yake ni 1 2 3. Biashara ikamilika hiyo, utabarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika biashara yako. Wa in kadhaba wa katama, lakini wakisema uongo na wakaficha aibu zilizopo katika biashara yao, muhiqa barakatun bai'ihima, baraka ya biashara yao yote inafutwa. Sasa sisi tunafanya biashara, unalalamika biashara haziendi, sijui kitu gani, unashindwa kuelewa jambo la msingi kwamba baraka imeondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika biashara kwa sababu ya riba na kwa sababu ya uongo na utapeli na kusifia na kuapa katika vitu ambavyo sio sahihi. Jambo la tatu ndugu zangu, ili tupate baraka katika maisha yetu, ni baraka katika kutoa katika njia za khairi.
ukitoa kile unachokipata katika njia za khairi, Allah subhanahu wa ta'ala anakubariki. Mwenyezi Mungu anasema wama anfaqtu min shay'in fahuwa yukhlifu, chochote ambacho mtakitoa kuwa na yaqini kwamba Allah anakilipiza. Na wanachuoni wanasema kulipiza sio kwamba unatoa milioni moja anakupa milioni mbili au milioni moja na nusu, la, anatia baraka katika kile kilichobaki, anakipa baraka katika kile kilichobaki, kinakutosheleza na kinapanuka zaidi katika halali baada ya kuwa umefanya nini, umetoa. Kwa hiyo yukhlifu ni baraka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitia katika biashara yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye anatoa hupatwa na dua ya kuombewa na malaika wawili ambao wanashuka kila siku. Kila mtu anapokuwa anatoa, malaika husema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe huyu aliyotoa katika kile alichokitoa katika mali yake, mpe badala iliyokuwa njema. Na mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mwenyezi Mungu mpe huyu ambaye amejizuia kutoa katika njia za khairi, muharibie katika mali yake, muharibie katika biashara yake. Kwa maana nyingine ni kwamba muondoshee baraka katika kile ambacho anakifanya. Jambo la 4 ndugu zangu Waislamu ambalo linaleta baraka katika maisha yetu ni kuunganisha undugu, silatur rahim. Kuunganisha undugu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inakuletea baraka katika umri wako. Allah anakuongezea umri wako, na hapa wanachuoni wamezungumza mengi sana. Je, anakuongezea miaka? Ulikuwa ishi miaka 60 utaishi miaka 80, au utaishi ile 60 lakini yenye baraka ndani yake? Wanachuoni wamekhtalifiana, lakini ala kuli hali unaongezewa katika umri wako, ima baraka au numbers katika umri wako. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, anasema silatur rahim tazidu fil umri, kuunganisha undugu kunazidisha umri wa mtu. Wa sadaqatu sirri tutfi ghadabi rabb, na mtu kutoa sadaka ya siri ambayo hakuna mtu anaifahamu inapunguza, inaondosha hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, baraka huwezi kuiona bali unaihisi katika maisha yako. Na ukiwa na baraka utajihisi kabisa ile jambo lina baraka, kazi hii ina baraka, familia ina baraka, shughuli ina baraka, utahisi kabisa, hisia zinakuja kwamba ile jambo lina baraka ndani yake. Huwezi kuigusa albaraka, lakini baraka yenyewe ndio inakugusa wewe katika maisha yako. Ili tuweze kupata baraka, ndugu zangu Waislamu, tujizoeshe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neema aliyotuneemesha, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin kwa neema zote, na kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria. Lakini tutafute riziki ya halali isiyokuwa na riba na udanganyifu ndani yake. Riziki hii halali itadumu kwako na itadumu kwa kizazi chako kinachokuja. Lakini jingine, tutoe katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho tunakipata, hata kama ni kidogo. Jiwekee utaratibu, hicho kidogo unachokipata toa fi sabilillah, toa nafaka, ili ile nafaka irudi baraka katika kile ambacho unakimiliki. Lakini la 4, tuunganishe undugu wetu wa nasaba, ili Allah subhanahu wa ta'ala atutie baraka katika umri wetu na atuzidishie katika umri wetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.